zawadi ya gari ya upendo inaukoma. Inawezekana amemtumikia huyo Mungu kwa siku nyingi, lakini huyu anayetaka kumpatia gari sasa hivi, huyu Mungu anayetaka kumpatia gari sasa hivi, huyo sio Mungu, ni Mungu wa nabii mzee. Pendo, ikiwa unanisikiliza, najua mimi mnanifahamu. Pendo, ikiwa unanisikiliza, najua mimi mnanifahamu. Ni mtu niliyenyoka kabisa, sina wivu. Ikiwa unanisikiliza, ikiwa utanisikia hapa, sikiliza kwa makini sana hiki nilichoongea hapa. Sikiliza kwa makini sana. Inawezekana kabisa aliyeanzisha wazo la kutaka kumchangia Upendo Nkone gari, inawezekana kabisa nia yake ilikuwa njema, ingawa pana ukakasi kuanzia jambo lilikoanzia kwa Chalamila. Unaona, ni kama watu fulani waliojaa damu wapo katikati ya kuanzisha visa fulani au kudandia visa fulani ili wapake na wengine damu, ili ile damu isiwe juu yao wenyewe. Wafalme wa Pili sura 5 mstari wa 26b imeandikwa kusema, je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba na mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Basi ukoma uliokuwa juu ya Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Ukumbuke title inasema zawadi ya gari ambayo atapewa Upendo Nkone ina ukoma, asipokee. Itakuwa sababu ya ukoma wa yeye na uzao wake hata milele. Tega sikio unisikilize kwa utulivu. Mwenye kutukana, weka mkono wako penye kidole, anza kutukana, tukana sana. Lakini mwenye kusikiliza, sikiliza kwanza, ndipo uje uamue utukane kiasi gani au ufikirie kiasi gani. Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Katika Mithali sura ya 15 mstari wa 27 imeandikwa kusema, atamanie faida huifadhaisha nyumba yake mwenyewe, bali achukiae zawadi ataishi. Achukiae mambo ya zawadi ataishi. Zawadi kwenye mazingira gani? Zawadi, achukiae zawadi kwenye mazingira gani? Baraka ni baraka kwenye mazingira gani? Baraka inataka kuhalalisha nini? Baraka inataka kufanya kitu gani kionekane ni kawaida? Inatumika kama propaganda ya kutaka kuchafua nini, kuficha nini, kupoteza nini? Ni wakati wa kupokea baraka hiyo. Sasa huu ni wakati kwa aina ya wanaojihusisha na hiyo baraka, wanastahili sasa wakupe chochote, sio wanachokupa wanakupaka nacho damu, sio wanachokupa kina damu. Katika Matendo ya Mitume sura 8 mstari wa 18, hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Na mengine yanayoendelea. Ni nani wanamchangia Upendo Nkone gari? Mikono yao imeshika nini? Mikono yao kwenye sadaka yao imeshika nini? Inawezekana kabisa aliyeanzisha wazo la kutaka kumchangia Upendo Nkone gari, inawezekana kabisa nia yake ilikuwa njema, ingawa pana ukakasi kuanzia jambo lilikoanzia kwa Chalamila.
unaona ni kama watu fulani waliojaa damu wapo katikati ya kuanzisha visa fulani au kudandia visa fulani ili wawapake na wengine damu, ili ile damu isiwe juu yao wenyewe. Kuanzia kwenye upatanishi wa Chalamila, mimi nilikwambia ni feki, ni wa kishetani. Nani wa kupatanisha? Ilipoandikwa heri wapatanishi, haikusema wapatanishe wowote, hata wanaenda kuua watu, wanaenda kufanya kazi ya uchawa. Kwa mfano hawa wanaanza kumsema Chalamila ni baraka. Chalamila amekiri, ameua watu wetu, amemwaga damu, unaanza kumkiri ni baraka. Ndo kusudi hilo, amewaleta karibu ili wafanye kazi ya uchawa. Huo sio upatanishi. Huwezi ukasema heri wapatanishi hata wale ambao wamechukua mwanaume na mwanamke wamewapatanisha kwenda kuzini, heri wapatanishi. Wamechukua kikundi fulani cha wauaji, wameenda kuua watu, sema heri wapatanishi. Hawa unaowapatanisha wanaanza kufanya kazi gani kwa kupatana? Afadhali wao wamekosana katika namna ya mmoja kuonekana anapinga mwingine, kumwambia nitakupoteza, katika namna ya mmoja kuonekana anapinga mama yake kwa sababu pengine ya uhusiano fulani na mtu mwingine. Sasa pointi yangu kubwa hapa iko kwenye gari la zawadi ya upendo, ya gari ya upendo inaukoma asipokee. Mimi nanyosha moja kwa moja, zawadi ya gari ya upendo inaukoma. Inawezekana amemtumikia huyo Mungu kwa siku nyingi, lakini huyu anayetaka kumpatia gari sasa hivi, huyu Mungu anayetaka kumpatia gari sasa hivi, huyo sio Mungu. Huyo ni Mungu wa nabii mzee. Huyo sio Mungu, ni Mungu wa nabii mzee. Pendo, ikiwa unanisikiliza, najua mimi mnanifahamu. Pendo, ikiwa unanisikiliza, najua mimi mnanifahamu. Ni mtu niliyenyoka kabisa, sina wivu. Ikiwa unanisikiliza, ikiwa utanisikia hapa, sikiliza kwa makini sana hiki nilichoongea hapa. Sikiliza kwa makini sana, kwa sababu Upendo ukisikia na hata nyimbo zake, ukiri wake kwenye maeneo mengi, unamwona huyu, hawa ndio walioanza kuimba wakiwa wameokoka. Ni ukuokoka na kujua huyu amewahi kuokoka. Na kuhakikishia asilimia kubwa ya wanaoita waimbaji wa nyimbo za Injili na wachungaji na wahubiri na maaskofu, hata kachembe ka kuokoka ni nini, wengi ukimwangalia tu hivi unajua hajawahi kujua ni kuokoka kwenyewe kuna fananaje, kuna tabia gani. Upendo ukimsikia kwenye maeneo mengi na hatua nyingi alizowahi kuchukua Upendo, naona huyu alianza kuimba akiwa amewahi kuona kuokoka, amewahi kusikia kuokoka kwenyewe kunavyofanana. Kwa hiyo kama ni kupotea, kama anapotea, amepotezwa kwa sababu alikuwa hana nguzo, nyenzo, vitu vya kumkinga. Sikia kama wimbo anasema, eleweka mchungaji wako nani. Kuna wimbo nisikia juzi hapa, eleweka unasali wapi, eleweka. Unaona, si tu ni vitu amevisikia vinahubiriwa mahali, lakini ni maisha yake pia. Inawezekana ndo mwimbaji ambaye katika kuimba kwake kote walau ni kunguru anayefugika, walau anafugika, walau ndo anajulikana anaposali, na huenda anaposali huwa anapatikana sana, huwa anakuwepo kufanya ibada. Lakini waimbaji ni vigumu sana kuona kuna mwimbaji anajulikana anaposali. Hata kama anajulikana, basi ameacha pokoti tu kama alama kwamba niko hapa, lakini utamkuta siku zote hayupo pale, na siku atakayokuwepo atakuwepo saa atakayoimba,
wakati mwingine wowote, au atakaokuwa naimba wengine, wakati mwingine wowote atakuwa anachezea simu, anatoka nje, anawahi kutoka na vitu kadha wa kadha. Upendo kwa hii zawadi nahisi imelenga kumgongea muhuri kuwa wa shetani milele. Nani wanatoa wamejichomeka humo ndani? Nilipoona Makonda nikasema ni kawaida yake mzee wa kiki na mtu ambaye bila shaka amejitanabaisha kwenye kundi lao la wauaji, kwa mimi nao uwezo wa kufunika damu kwa kusoma tumaandiko na kuimba tunyimbo tunatoonekana tuwa kanisani na kuwafunika wa Yesu wa Mungu ili wachukulie umwagaji wa damu ni ibada, ni kazi nzuri. Sikushtuka, nilianzia hapo kushtuka kwamba hii ngoma haiko, ina madhara makubwa, ina hatari kubwa. Nilishtuka kuanzia ya Chalamila, ikaja kwa Makonda, baadaye nikaanza kuona na wengine hawa wamemchangia wabunge wa CCM. Kwa vyote vile itakuwemo wako wengi sana humo waliomwaga damu za watu. Wanaanza kutoa hii michango kwa kusudi gani? Kutoa hii michango ni kugawana ujira wa damu, kwamba damu ile tuliomwaga tumepata hivi, na nyie ni sehemu ya hiyo damu, ya yale manufaa, na nyie dunia hiyo inawajua ni wanufaika wa umwagaji wa zile damu. Upendo Mkone, nikuite mwanangu, nisikilize kwa awamu hii tu. Hiyo gari usipokee. Michango ilimopita, sijadili mtakavyokabidhiana. Michango ilimopita, inawezekana tangu issue ya Martha na hasa tangu Chalamila ingilie kati, inawezekana ulikuwa mchoro wa shetani kukupoteza kabisa na kukuingiza kwenye moja ya hatia na hatari ya milele ya maisha yako, wewe na uzao wako wote. Sadaka ya gari ya upendo ina damu, inaukoma upendo, asiipokee. Inawezekana Mungu anajua ulichokifanya. Inawezekana Mungu angeweza ana mpango wa kuja kukulipa, lakini huu sio wakati wake, na njia hii si sahihi kupokea sadaka au hicho kinachoitwa baraka. Ni kweli Joan ametumia masimango kama aliandika yale, lakini najua nimeongea lugha kali kwa sauti ya upole, nimeongea lugha ya upendo kwa sauti inayoonekana ni ya wivu, na watahadharisha tu. Inawezekana kabisa kwa yote niliyofanya yamesababisha madhira na mbaya kwenye maisha yangu. Haya nayofanya yatasababisha, inawezekana nisiwepo duniani karibuni, ila wenda mtakuja kujua
Tanzania palipata kuishi mwanadamu mwenye upendo zaidi juu ya utu wa watu, ambaye huenda huo ulikuwa ndio ucha Mungu hasa. Asante sana kwa kunisikiliza, na wewe uliyesikiliza mpaka mwisho, utakayeona matusi mengi hapo, ujue pia hata uliyetukana asilimia kubwa anakuwa hajasikiliza mpaka mwisho, lakini amefanya kazi ya yule aliyemweka kufanya hiyo kazi, naye ujue nampa hongera kwa kusikiliza. Amen.